TV hii ni Wamkaya TV asili mtandaoni, tunabeba utamaduni tunaijenga kesho. Nataka kwa jina moja tu la Ngosha Mkaya na hii ni Wamkaya TV. Kwa usamini ama kwa hisani kubwa ya kwake Simon Bando ambaye amehakikisha kila kitu kinakaa vizuri ama kila kitu kinakaa mahali pake. Sisi jukumu letu linabaki kwa moja kuweza kukujuza taarifa na maarifa ambayo yanahusiana kuhusu mila, desturi na tamaduni za makabila mbalimbali nje na ndani ya mipaka ya Tanzania, na historia za makabila mengi tumekwisha kuzifanya na nyingine bado tunaendelea kuzifanya. Kisha pia na subscribe channel yetu ya Wamkaya TV asili mtandaoni. Mambo yanakaa vizuri kwa maudhui ya kiutamaduni, jadi, mila na desturi, uweze kujifunza. Ni chimbo sahihi pia la kujifunza na kuwakumbuka waasisi wetu, viongozi wetu, machifu wetu na historia yao na Waafrika mahali ambapo inakuwa nyumbani kwake. Sisi ni Wamkaya TV asili mtandaoni, tumechagua kubeba utamaduni kwa lengo moja tu la kuijenga kesho. Dawa naweza nikasema ni fence. Kama jinsi ilivyojenga hii guest na fence na ngome. Unaweza kuzuia mbwa asiingie humu. Unaweza kuzuia vitu kama nyoka wasiingie humu. Kwa hiyo dawa asilimia kubwa kwenye maisha ya msanii huwa ni fence. Siku zote tunapoingia kwenye mfumo wa kuwa mtu maarufu, usifikiri kila aliyekusanyika mbele ya macho yako ni mwema kwako. Kwa dawa naweza nikasema ni fence. Kama jinsi ilivyojenga hii guest na fence na ngome. Unaweza kuzuia mbwa asiingie humu. Unaweza kuzuia vitu kama nyoka wasiingie humu. Kwa hiyo dawa asilimia kubwa kwenye maisha ya msanii huwa ni fence. Siku zote tunapoingia kwenye mfumo wa kuwa mtu maarufu, usifikiri kila aliyekusanyika mbele ya macho yako ni mwema kwako. Yupo anayecheka akiwa na furaha kwako, kweli sawa, ni mtu wako, lakini kuna wengine ambao wanakuwa sio watu wazuri. Na hasa kwenye jamii zetu inawezekana tunakotoka, unaweza kukuta sio nzuri, lakini pia ni utamaduni ambao tumeukuta kutoka kwa babu zetu enzi na enzi. Ni kitu ambacho tunakiweka ni kama muendelezo, na watu wengi wanaamini msanii anapokuwa maarufu lazima ashike dawa, lakini mimi ninavyojua ni imani ya mtu. Kila mmoja na imani yake. Unaweza kuta Budagala anatumia dawa, lakini kuna mwingine anakuambia mimi ni Muislamu, mimi naamini ninachokiamini kwenye maisha yangu, mimi naamini mimi ni Mkristo, naamini hiki. Kwa hiyo dawa ni kila mmoja anachokijua yeye. Sio lazima watu watumie dawa, ni kila mmoja anachokiamini yeye. Na mimi sijawahi kuzaliwa kwa msanii yoyote. Mimi tu naweza nikamshukuru, kuna msanii mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu, akaitwa Mwalimu George Samuel Majanandare. Kwa watu wanaotoka ukanda wa mkoa wa Mara wanamfahamu vizuri. Yule mwalimu hao ndio alianza muziki mwanzoni, wakiwa na kina Yaleo Kali, akina Chime. Alikuwa ni baba mmoja anaimba muziki wa Kipuria. Yule baba alikuja shuleni kwetu pindi nasoma sekondari. Alipokuja yule baba nikaa nimeomba mawasiliano yake. Kwa kweli alikuwa na moyo mzuri, alinipokea. Nikamfuata mpaka nyumbani kwake. Nikaenda na akasikiliza nyimbo zangu yule baba. Mwisho wa siku nikamwomba, kwa kweli ndo aliyenipeleka studio kama mwenyeji. Lakini kusema kwamba mimi nimeenda kucheza kwa mtu, sijui nimeanzia kwa fulani, hapana. Mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Nilikuwa nafuatilia sana nyimbo za Kikongo. Maana kipindi hicho Bongo Flava zikuwepo. Hizo sisi tunazopata akili, nyimbo nyingi zilikuwa ni hizi za Kongo, zilikuwa na hizo na hizo za Afrika Kusini, zilikuwa reggae, zilikuwa za Katitu hizi kutoka Kenya. Ndio nyimbo ambazo zinapigwa kipindi hicho. Kwa hiyo mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Sijawahi kwenda kuzaliwa kwa msanii mwingine. Msanii TBT wa hip hop Tanzania, naweza kusema kwamba umaarufu ni jalala ama ni mzigo wa mimba. Kwa wewe umaarufu wa kutesa? Umaarufu unatesa. Umaarufu unatesa sana. Unapokuwa mtu maarufu unapata shida. Unapokuwa mtu maarufu unapitia maisha fulani magumu. Kwa sababu watu wengi wanaamini mtu maarufu hawezi kula kibandani. Wanataka wamuone atoka kwenye hoteli za kifahari. Leo mimi nikisimama nikaanza kula mua hapo nje, nikaanza kula mua, na kichaa mmoja akaja akasimama pale akaanza kula mua, hawatamzungumzia kichaa. Watasema Budagala ameishiwa jamani, siku hizi anakula na mua mpaka hadharani. Kwa hiyo umaarufu unatesa sana. Unataka ukifika sehemu lale kwenye gesi ambayo
ni ya hadhi ya juu. Inawezekana mimi nyumbani hata silali hivyo, lakini mtu anataka anione natoka kwenye besi ya kifahari, ili mtu ajue kabisa kwamba hili jamaa hili kwa kweli liko vizuri. Kwa hiyo muda mwingi wasanii tukifuata kile wanachokitaka mashabiki, mwisho wa siku tunakuja kubadilika. Unapojikuta sasa muziki ulishaisha, unakuta umerudi kuwa maskini, unaanza kuhangaika sasa, wanaanza kukuchukulia kwamba enzi hizo huyu jamaa alikuwa nazo bana, alikuwa analala kwenye majumba ya kifahari. Ni bora uyazoee mazingira kuanzia mapema. Mimi muziki kwa kweli kiujumla naweza nikasema muziki naweza nikajivunia. Cha kwanza, kupitia muziki wangu au kupitia ngoma zangu, kuna watu wamepata miji kupitia kwenye ngoma zangu. Mtu anakuja kwenye ngoma, anaona mwanamke anampenda, anaoa. Hiyo moja hiyo ni faida. Lakini bado kuna nyimbo zetu zimesaidia familia. Kuna nyimbo ikiwekwa kwenye familia, hata kama mzee wa mji alikuwa familia na mdharau, akiweka kale ka nyimbo kanawachoma familia, anaambia wanangu, mnaona mnachokifanya? Mpaka na kina fulani amekiona. Kwa mfano nachukulia nyimbo yangu moja tu, Kishimba cha Ngwari Mbu. Kishimba cha Ngwari Mbu ni familia ambayo mzee alikuwa akiletewa jambo na familia yake, yuko tayari kwenda kupambana na majirani. Na mtoto wake tu amepigwa kwa majirani, anaamua kwenda kugombana na majirani, kuanza kupigana. Lakini kupitia ile nyimbo imebadilisha watu. Lakini pia najivunia kwa mimi kutoa muziki kumemsaidia mchezesha disco Vumbi, anakula. Kumemsaidia Bensa leo ambaye nimemwajiri mimi, anakula. Kumemsaidia mtu ambaye nimemkodi ana gari, amekuja kunipigia matangazo, anakula. Lakini pia muziki bado umesaidia. Kuna watu sasa hivi, mfano hata kwenye baa nyingi, mtu hawezi kuja kukaa kunywa bia hata muziki haupo, atasikiliza kama muziki kana mliwaza mdogo mdogo. Kwa hiyo faida kwenye muziki ni kubwa mno. Lakini bado pia mimi muziki umenipa familia. Leo na familia yangu naishi, sijamwangaisha mzee, baba naomba mali ili niende kuoa. Mimi mzee nimemwambia mzee, nenda kwa fulani kakubaliane mahali, mimi nimepata mwanamke. Nimempunguzia majukumu baba, badala baba kuisha ananifikiria mimi kwamba hivi mtoto nitamuozesha na nini. Leo mimi namuonyesha tu kwamba baba, hebu kakubaliane na hao, mali zipo, mimi nataka mwanamke huyu hapo. Kwa hiyo kiujumla muziki umenipa familia. Hawa comedian kuna watu wanawahitaji, kuwapata inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo watu wanaomba, tunaomba jamani, mtuletee na fulani tumuone. Kwa hiyo tunamleta kupitia sisi, kwa sababu watu wametuomba. Nimekuja Kahama hapa kupiga show, lakini watu wanasema na fulani uje mlete bwana tumuone. Au inawezekana waliniona mtandaoni nimepiga naye picha, watu wale mashabiki wakamuona wakatamani bwana mlete yule jamaa tumuone, wanatusalimie. Muziki hauwezi kuisha ladha, isipokuwa muziki utakuwa ndio unabadilika kulingana na kali na jinsi ilivyo. Leo hii tuko kwenye mfumo huu tulionao, lakini kuna siku muziki utabadilika, utakuja tena asili nyingine. Inawezekana hizi ngoma tunazodharau sasa hivi, hizi za Wadaru na Wajika, kwenye miaka ijayo zinaweza zikarudi tena barabarani, watu wakaenda kushangaa tena na hizi ngoma tena, kumbe ni kitu ambacho kilikuwepo hizo za nyuma. Kwa hiyo muziki hauwezi kuisha ule mvuto wake hata siku moja. Muziki bado upo. Swala la uchumi ndugu yangu, uchumi ni siri ya mtu. Swala la uchumi ni siri ya mtu. Kuna mtu mwingine hapendi kuonyesha vitu vyake hadharani. Kuna mwingine ana sifa, anataka akishajenga hata kama ni bafu, anataka alionyeshe bafu kwa watu, kila mmoja ajue fulani amejenga bafu. Kuna mwingine akinunua hata mbuzi, anataka mitandao yote ijue fulani kanunua mbuzi. Lakini kuna wengine hatuna hodi hizo. Mtu akitaka kujifunza basi aje nyumbani. Leo siwezi kuzungumzia swala la kipato nilichonacho wakati niko mitaani. Aliona shida kuja kujifunza nyumbani kwangu, aje mwenyewe. Akifika nyumbani kwangu atajifunza, kumbe jamaa anakifanya hiki, anakifanya hiki. Leo siwezi kukizungumzia hadharani. Yote haya yanaitwa kwa udhamini mkubwa wa kwake Simon Bando. Hao ni wauzaji wa bando. Usio unaingia mtandaoni kwa kusuasua au unaingia mtandaoni kwa kudonoa. Wacheki Simon Bando kama uko na line ya Hardtel ama kama uko na Voda wana mchongo ama wana kitu juu yako.
Cheki kama ambavyo unaona kunako tangazo hapo ambalo linaonekana hapo, cheki Simon Bando, mwelekeze na uweze kupata vitu vizuri kwa wakati.